Yaani kama unahitaji kuzungumza na Mungu ni kwa njia ya maombi, ya kwenda mbele za Mungu kumweleza kile ambacho unatamani Mungu aweze kukifanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema maombi ndilo jambo pekee katika neema ya Mungu ambayo mambo mengine yoyote hayawezekani ila kwa kuomba. Narudia tu. Yaani katika neema ya Mungu mambo mengine yote hayawezekani isipokuwa kwa kuomba. Na ndio maana ili mtu pia aokoke inatakiwa aongozwe sala ya toba. Si ndio? Jamani, si ndio? Atamke yale maneno, ayakiri. Tunasema ni sala ya toba, ni maombi anayokuwa naomba ili mambo mengine yatokee kwenye maisha yetu. Inatulazimu twende mbele za Mungu tuombe. Sio kwamba Mungu ajui kwamba tunauhitaji. Mungu anaelewa, lakini Mungu anataka twende kwake tumweleze. Jamani, Bwana asifiwe sana. Anataka twende mbele zake tumwambie Mungu tunahitaji moja, Mungu tunahitaji na lile, Yesu tunahitaji na lile. Na baada ya kuwa tumesema naye, ndipo sasa yeye anaamuru kile tulichoomba kitokee kwenye maisha yetu. Kama unataka mambo yatokee kwenye maisha yako, ni lazima ujifunze kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Na kwenye uwepo wa Bwana tunakaa kwa njia ya maombi. Hakuna namna nyingine ya kukaa mbele za Bwana zaidi ya kuomba. Tunakwenda mbele za Mungu, tunautafuta uso wake, tunamwambia Yesu, sisi ni wahitaji, tunakuhitaji wewe ambaye una majibu ya maswali yote tulionayo. Na jioni ya leo, kwa sababu tutaenda kwenye maombi, kila mtu akamweleza Yesu, na yeye Yesu